Habari ya sasa. Sema upo. Nashukuru Mungu. Hongera kwa kuchangia damu na kuwa miongoni mwa watu na wewe pia ambao unarudisha kwa jamii. Ni fahari kiasi gani kama kiongozi unaona management nzima ya Young Africans ukiwakilishwa na wewe, lakini pia mashabiki na wenyewe pia wanaguswa kwenye jambo hili la kuchangia damu? Kwanza mimi nishukuru na kuipongeza klabu yangu Young Africans kwa kuhakikisha tunaendeleza jambo hili katika kila msimu kwa kurejesha kwa jamii. Tumekuwa na matukio mengi sana kurejesha kwa jamii, lakini kwa upekee hili la kuchangia damu ni jambo kubwa, ni jambo zuri. Tunatambua mahitaji ya damu ni makubwa nchi nzima, na sisi kwa nafasi yetu tunajua mikoa mingine wanachama wanafanya, lakini hapa Dar es Salaam hapo ndio makao makuu tunafanya jambo hili kuhakikisha kwamba tunashirikiana na jamii. Tunatambua kuna Watanzania wengine ambao wanatamani waweko hapa, hawana nafasi hiyo, wanahitaji damu. Tunakwenda kuwasaidia kwa kuwapa damu. Kwa hiyo mimi najisikia fahari kwanza kama kiongozi kwa klabu yangu kufanya hivi, lakini mimi mwenyewe bahati nzuri namshukuru Mungu, mimi ni mchangiaji mzuri wa damu. Kila mwaka nachangia katika vile vipindi ambavyo natakiwa kuchangia, na nachangifanya hivyo kwa sababu ni mahitaji makubwa yapo kama nilivyosema ya damu, na naona ni jambo jema kuendelea kujitoa kwa jamii yetu. Mwitikio ni mkubwa hasa kuelekea kwenye kilele cha wiki ya wananchi. Ni fahari kiasi gani kama uongozi mnaona ni Young Africans ijayo yenye faida, lakini pia vile vile inaonesha ya kwamba wananchi pamoja na uongozi wao wako jambo moja? Moja kati ya jambo ambalo mashabiki wanachama wetu mimi huwa wananivutia na kunifurahisha ni muitikio wao kwenye mambo ambayo yanahusisha klabu yao, hasa katika kutoa kwa jamii. Na watu wa Dar es Salaam wamekuwa wakitupa taarifa hiyo kila msimu kwamba Young Africans tumekuwa tukiongoza katika kuchangia damu katika kila matukio yetu ambayo tunahamasisha watu wachangie damu. Tumekuwa tukiwa wa juu. Nadhani miaka miwili nyuma tumewahi kupata tuzo kwa kuwa miongoni mwa wachangia damu wakubwa Young Africans. Kwa hiyo inaonyesha kwamba watu wetu wanaitikia, lakini wanajali kwa kuupa heshima mchezo wa mpira wa miguu, kwa kuheshimisha kwamba unakuwa sio tu wa dakika 90, lakini unahusika katika sehemu zote za jamii yetu. Kiongozi, nigusie kidogo kwenye jezi mpya. Hongereni sana kwenye kutoa jezi mpya, lakini ninavyoona kushoto kwangu mashabiki wameitikia na wanakwenda kuzinunua. Mashabiki wetu hawajawahi kuiacha nyuma jezi yao, lakini msimu huu wanaletewa jezi ambayo ni kubwa, jezi nzuri, jezi yenye hadhi zaidi ya thamani ambayo watailipia. Wasogee kwa wingi katika maduka ambayo yamekwisha tangazwa. Najua klabu tutakuwa tunauza leo, waje wahakikishe hawakosi, wachukue jezi zao leo kwa ajili ya kuzivaa Jumapili, lakini wajiandae kutumia jezi hizo kwa ajili ya kuzivaa Jumatano pale Zanzibar. Namba ilikuwa gumza kweli kweli, 6-6. Leo ni tarehe 6 ya mwezi wa 8 saa 6 mchana. Hii ndo tafsiri ya neno 6-6. Leo tarehe 6 mwezi wa 8 saa 6 mchana tukutane kwenye uzinduzi. Neno la mwisho kwa kuambia mashabiki wa Young Africans kuelekea kwenye kilele cha wiki ya wananchi, kipi hasa ambacho mnawahamasisha kuelekea kwenye kilele na kwenda kuwaona wachezaji wao wapya kuelekea kwa msimu ujao? Wananchi wajitokeze kwa wingi uwanja wa Uhuru kuja kuujaza, kuitikia wito wa kuiona timu yao, kuwaona wachezaji wao, kuona mambo mengine mazuri ambayo tumewaandalia siku hiyo, lakini waone msimu huu utakuwaje kwao kwa kuona kile ambacho kitatokea Jumapili katika kama sehemu ya maandalizi yetu kumalizia msimu huu. Ambaye hana kadi alipie kadi yake ya wanachama, aliyekuwa hajanunua tiketi awahi, hazijabakia nyingi sana. Hatutaki kuona ambaye anaweza kufika akakosa kufika. Shukrani sana.